Hujambo na karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na wakati huu tuangalie yanayojiri huko nchini Iran. Leo ni siku ya sherehe za mapinduzi ya Kiislamu ya Iran yaliyofanyika mwaka 1979. Mamilioni ya wananchi kutoka matabaka yote ya kijamii wamejitokeza katika mitaa kote nchini Iran kushiriki maandamano ya kitaifa yanayoashiria maadhimisho ya miaka 47 ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Kwa mujibu wa taarifa, umati wa watu ulianza kukusanyika mapema leo Jumatano asubuhi katika njia zilizopangwa jijini Tehran na katika zaidi ya miji na vitongoji 1000 kote nchini. Washiriki walipangwa kuanza mkusanyiko wao kuanzia majira ya saa 3:30 asubuhi kwa saa za Iran, kisha kuelekea katika maeneo makuu ya mikusanyiko yakiwemo uwanja wa Azad jijini Tehran, ambapo Rais Masoud Pezeshkian alitoa hotuba yake. Waandaaji hafla hizo wamesema kuwa zaidi ya maeneo 1400 kote nchini Iran yanaandaa maandamano hayo ya mamilioni, na takwimu rasmi zinaonyesha kuwa takribani waandishi wa habari 7200 wa ndani na karibu wawakilishi 200 wa vyombo vya habari vya kigeni wanaripoti matukio hayo, kuonyesha kiwango cha ushiriki wa wananchi na shughuli zinazofanyika. Usiku wa Jumanne, wananchi katika maeneo mbalimbali ya nchi walinua sauti zao kwa kutamka Allahu Akbar masaa ya saa 3 usiku kuadhimisha ushindi wa mapinduzi. Katika miji mingi hususan Tehran, mikusanyiko ya hiari ya wananchi waliobeba bendera za Iran ilishuhudiwa katika viwanja na maeneo ya umma. Wachambuzi wa mambo wanaeleza mkusanyiko huu kwamba ni ishara ya raia nchini humo kuiunga mkono serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwamba kile kinachodaiwa na watu wa Magharibi kwamba wananchi hao hawana imani na serikali yao, kile kinachoonekana kwamba nchi hiyo ina ushirikiano mzuri na wananchi wake. Wachambuzi wa mambo wameelezea mkusanyiko wa mamilioni ya watu nchini Iran kwamba ni ishara ya raia katika taifa hilo kuwa na imani na serikali yao chini ya utawala wa serikali ya mapinduzi ya kiongozi Muadham Ayatullah Al-Khamenei. Katika hotuba yake, Rais wa Iran Masoud Pezeshkian anasema kwamba Wairan wanaionyesha dunia jinsi walivyojitokeza kwa wingi na jinsi wanavyounga mkono serikali yao na wanavyounga mkono mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Maandamano haya ni ishara njema, ni ishara ya wananchi wa Iran kuunga mkono serikali yao. Wale wanaosema wa Iran hawaipendi serikali yao wamedhihirishiwa uongo wao, Rais Masoud Pezeshkian amesema kuwa dunia inapaswa kuona jinsi mamilioni ya wananchi wa Iran walivyomiminika mitaani katika maandamano ya mamilioni ya wananchi kote nchini ili kulinda mapinduzi yao, kutii uongozi wao na mfumo wao na kutetea thamani ya nchi yao ya kujivunia. Leo Jumatano Februari 11 mwaka huu 2026 ni siku ambayo kumekuwa na matukio makubwa katika kalenda ya Iran. Ni siku ya maadhimisho ya kutimia mwaka wa 47 wa ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu. Akizungumza mapema leo Jumatano katika hadhara kubwa ya mamilioni ya watu kwenye maadhimisho ya miaka 47 ya mapinduzi ya Kiislamu katika uwanja wa Azadi huko Tehran, Rais Masoud Pezeshkian amesema kwamba Februari 11 ni siku ambayo watu walisimama dhidi ya dhuluma, ukandamizaji na uonevu. Rais Masoud ameashiria malengo ya harakati za mwamko wa taifa la Iran mwaka 1979 na kusema wananchi wa Iran walifanya mapambano ili kusimamisha uadilifu na kufanya Iran kuwa huru, na waliwadhihirishia walimwengu kwamba wa Iran na Waislamu wana uwezo wa kujenga nchi yao kwa nguvu zao, irada, elimu na sanaa zao na kujitegemea, kuwa na heshima na uhuru wao, anasema Rais Masoud Pezeshkian. Rais huyo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Bwana Masoud Pezeshkian aidha aliashiria namna maadui wanavyojaribu kusambaratisha mapinduzi, lakini pia namna wanavyojaribu kuwatenga wananchi na serikali yao, jambo ambalo leo limedhihirishwa haliwezekani tena. Marekani na Ulaya pamoja na Israel zilifanya njama zao zote ili kusambaratisha mapinduzi yetu, lakini zimegonga mwamba. Walitulazimisha vita vya miaka 8. Walimuunga mkono kiongozi wa zamani wa Iraq Saddam Hussein ili kuigawa vipande na kuishinda Iran, na hata hivyo vijana wetu walipambana na kuihami nchi. Mfumo wa mapinduzi ya Kiislamu kwa ujasiri waliweza kuyalinda maisha yao. Akiendelea na hotuba yake katika maadhimisho ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu, Rais Masoud amesema, hii leo kama mashahidi wetu wangekuwepo tusingekabiliwa na matatizo mengi.
hawakutafuta dunia, ubinafsi, madaraka na umaarufu. Mashahidi wote hawa kuanzia Meja Jenerali Bakr na Meja Jenerali Salami na hata Suleiman, wote waliyaweka maisha yao bila kujulikana kwa ajili ya nchi yao, kwa ajili ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Rais Masudi amesisitiza umuhimu wa kuendeleza umoja na mshikamano wa ndani na kwamba licha ya vitisho na njama za kutaka kupotosha vijana wa taifa, hakuna njia mbadala ila mshikamano. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua mengi yanayojiri.